بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. نعم، وتوفيق يا الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la nahau, na leo tupo kurasa nambari 84 wa kitabu chetu, tukiingia katika kumsoma inna wa akhawatuha. Tamam, hakadha anasema Sheikh, wa amma inna wa akhawatuha wa amma inna wa akhawatuha, amma inna na ndugu zake, fa innaha, hakika wao, tansibu al-isma, wana linasibisha jina, wa huwa alladhi, na hilo jina ni lile ambalo, kana mubtadaan, lilikuwa ni mubtada, wa tarfa'u al-khabara, na wanairufaisha khabari. Tamam, wa tarfa'u al-khabara, na wanairufaisha khabari. Alladhi, khabari ambayo ilikuwa, alladhi, khabari ambayo kana ilikuwa, marfu'an, ni yenye kurufaishwa bil mubtada'i, na mubtada. Tamam, hakadha. Wa hiya, na hao wakina inna na ndugu zake ni inna wa anna walakinna wa kaanna wa laita wa la'alla. Tamam. Taqulu, tasema, inna zaidan qa'imun, hakika zaidi ni mwenye kusimama. Wa i'rabuhu, na i'rabu yake, inna harfu tawkidin wa nasbin, inna ni harufi ya tawkidi na nasb. Tansibu al-isma wa tarfa'u al-khabara. Wa zaidan ismuha, na zaid ni ismu inna, mansubun bil fathati adh-dhahira. Wa qa'imun khabaruha marfu'un bil dhammati adh-dhahira. Tamam, hakadha. Baada ya kutuonesha mfano wa inna ambayo hamza yake ni maksur, tamam, akaingia shekhi katika kutuonesha mfano wa inna ambayo hamza yake ni maftuh, ambayo inasomeka nini? Anna. Tamam, hakadha. Akasema, wataqulu fi amali anna almaftuha, na utasema katika kazi ya anna ambayo hamza yake imetiwa fataha, balaghani anna zaidan muntaliqun, balaghani anna zaidan muntaliqun. Tamam. Kwa nini anna hapa imetiwa fataha? Katika upande wa nahau kuna kanuni inasema inna inapokuwa mwanzoni mwa maneno inakuwa inatiwa kasra. Tamam. Na inapokuwa katikati ya maneno inatiwa haraka ya fatha, kwa maana ile hamza yake hii inna inapokuwa mwanzo wa maneno inatiwa kasra, na ile hamza yake hii inna inapokuwa katikati ya maneno inatiwa fataha. Tamam. Na hii anna ambayo hamza yake ni maftuh, huwa inakuja ikawa ni masdar, Tamam. Itakuja kuwa ni masdar katika hali gani? Itakapokaa katika mawqi ya ismu as-sarih, kwa maana itakapokaa katika sehemu ya ismu as-sarih. Tamam, hakadha, kama ambavyo utakuja kuona hapo mbele. Na nasema Sheikh, wataqulu fi amali anna al-maftuhati, utasema katika kazi ya anna al-maftuhati, anna ambayo hamza yake imetiwa fataha, balaghani anna zaidan muntaliqun, balaghani imenifikia mimi habari, anna zaidan, ya kwamba hakika zaidi, muntaliqun, ni mwenye kuondoka. Wa i'rabu, na i'rabu yake, balagha fi'lun madhin wan nun lilwiqayati, tulishaisoma kule juu. Tamam, hakadha. Waliyau, na yeye Sheikh anasema maf'ulun bihi mabniyun ala as-sukuni fi mahalli nasbin. Sheikh hapa amesema na yeye ni maf'ulun bihi mabniyun ala as-sukuni fi mahalli nasbin, lakini sisi kule nyuma katika mifano yetu ya nyuma tulikuwa tunamribu vipi? Waliyau dhamirun muttasilun mabniyun ala as-sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Tamam, hakadha. Na hiyo ndio i'rabu sahihi zaidi. Tamam, lakini hapa shekhe amekuletea hivi kwa sababu gani? Nyuma kule alishakuletea mfano. Tamam, hakadha. Kwa ametosheka kusema tu maf'ulun bihi mabniyun ala as-sukuni fi mahalli nasb. Tamam, hakadha. Kwa i'rabu, lakini i'rabu ya hakika ni hiyo ambayo tumeitaja hapo nyuma. Wa anna, na anna harfu tawkidin wa nasb, na anna hii ni harufu ya tawkid na nasb, ni kama ile inna. Tamam, hakadha. تنصب الاسم وترفع الخبر
وزيدا اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة. ومنطلق منطلق خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة. وأن وما دخلت عليه hapo amekosema nikaje wa anna ma dakhalat alayhi kuna wao tamam wa anna wa ma tamam hakadha wa anna wa ma dakhalat alayhi wa ma na kile ambacho dakhalat alayhi kilichoingiliwa na anna fi ta'wili masdarin vipo katika ta'wili ya masdar kwa maana vipo katika maana ya masdar fa'ilu balagha masdar ambaye ni fa'il wa balagha tamam والتقدير na makadirio yake ni kusema balaghani intilaqu zaidin balaghani imenifikia mimi intilaqu zaidin khabari ya kuondoka zaidi tamam sasa utaona pale anna kwenye ile jumla ya juu iliyosema balaghani anna zaidan muntaliqun pale anna ilikaa mauqi ya ismu sarih ilikaa sehemu ya jina la wazi jina ambalo ni fa'il wa balagha tamam sasa hii anna kwa kuwa imekaa hapa basi imekaa katika sehemu ya masdar nayo pia inafasiriwa kama nini masdar ndio akasema wa anna ma na hakika ma au wa anna tamam wa anna na anna wa ma dakhalat alayhi nimesema kuna wao hapo tamam hakadha kwa wa anna na anna wa ma dakhalat alayhi na kile kilichoingiliwa na anna fi ta'wili masdarin vipo katika nini katika kumfasiri na katika nini sehemu ya masdar tamam fa'ilu balagha masdari ambaye ni fa'il wa balagha wa taqdiru na makadirio yake ni kusema balaghani intilaqu zaidi tamam hakadha wataqulu fi amali lakinna na utasema katika kazi ya lakinna qama alqaumu lakinna amran jalisun wamesimama watu wote lakinna amran jalisun lakini amran jalisun yeye amekaa wa i'rabu qama alqaumu fi'lun wa fa'ilun ولكن حرف استدراك ونصب ولكن حرف استدراك ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر وعمرا اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة وجالس خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة تمام هكذا وتقول في عمل كأن زيدا أسد كأن زيدا أسد زيدي alivyo ni kana kwamba simba au kaanna zaidan kana kwamba zaidi alivyo asadun ni simba kwa maana zaidi alivyo ni kama simba tamam hakadha wa i'rabu yake kaanna hii harfu tashbihin wa nasbin ni herufi ya tashbih maana herufi ya kufananisha wa nasbin na kunasibisha tamam hakadha tansibu al-isma wa tarfa'u al-khabara وزيدا اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة وأسد خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة تمام هكذا وتقول في عمل ليت لو تسمى katika kazi ya laita amran shakhisun laita amran shakhisun natamani lau kama amran angekuwa ni mwenye kusimama wa i'rabu laita harfu tamannin wa nasbin harfu tamannin wa nasbin tansibu al-isma wa tarfa'u al-khabara وعمرا اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة وشاخص خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة وتقول في عمل لعل لو تسمى katika kazi ya لعل الحبيب قادم لعل الحبيب قادم huenda kipenzi changu ameshafika huenda kipenzi changu ameshafika وإعراب yake لعل hii harfu tarajjin wa nasbin ni herufi ya kutaraji herufi ya kuonesha matarajio wa nasbi na kunasibisha tamam maana zake hizi herufi zitakuja kueleza kumbe hapo mbele kwa uwazi zaidi tamam hakana na wasema wa i'rabu yake la'alla harfu tarajin ni herufi ya kutaraji harfu tarajin ni herufi ya kutaraji kwa maana herufi ya kuonesha matarajio wa nasbi na kunasibisha tansibu al-isma wa tarfa'u al-khabara wal habiba ismuha mansubun bil fathati adh-dhahira وقادم خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة ومعنى إن وأن أنا سيما بشيخين ومعنى إن وأن نمعنى إن للتوكيد لكواجيل يكتلي أمكازو
taukid maana yake kutilia kitu mkazo, ai akimaanisha taukidun nisbati, kutilia mkazo ule mnasaba wa habari, kutilia mkazo ule mnasaba wa habari, kwamba ile habari inayotolewa ni ya uhakika, sawa, sio ya majazi na wala si ya uongo. Tamam, hakadha. Wakasema ani qiyama Zaidin, na kusudia qiyama Zaidin, kutilia mkazo ule mnasaba wa habari wa kusimama Zaidin. Tamam, hakadha. Ani qiyama Zaidin, na kusudia ani, ninakusudia qiyama Zaidin, kutilia mkazo ule mnasaba wa habari ya kusimama Zaidin. Mathalan, kwa mfano, fi qaulika, katika kusema kwako, inna Zaidan qaimun, hakika Zaidi ni mwenye kusimama. Fayartafi'u alkadhibu, kwa kusema hivi, kusema vipi? Inna Zaidan qaimun, kwa kuwa hii Zaidi ni harufi ya taukid na imekuja kutilia nini? Kutia taukidi katika mnasaba wa habari, kwa kwamba inna Zaidan qaimun, hakika Zaidi ni mwenye kusimama. Anasema shekhe, fayartafi'u alkadhibu, kwa kusema hivi na kwa kutumia hii inna ya taukid, inna ya kutilia mkazo, fayartafi'u alkadhibu, basi unaondoka uongo, wahtimalu almajazi, na kunaondoka kule kuzania nini? Kuzania majazi, au unaweza kusema pia wahtimalu almajazi, na inaondoka ile dhana ya majazi, kwa maana yule atakayekusikia, kwa kuwa umetumia chombo cha taukidi, chombo cha kutilia mkazo, atajua wazi kwamba mtu huyo anamaanisha, sawa, na wala hakusudii majazi. Tamam. Majazi ni fumbo, majazi ni fumbo, sawa, kukisema kitu kwa sifa nyingine hali ya kuwa uhalisia wake ni mwingine. Tamam. Ndio majazi, Kiswahili tunaita fumbo, sawa. Unaweza kusema fulani bwana ashalala bwana, lakini hajalala, hajalala, amefanya nini? Amechoka tu, amechoka, amejilaza chini au amekaa chini, wewe ukasema fulani amelala bwana, ni fumbo. Tamam, haujakusudia kulala kwa ile maana ya hakika. Tamam, bali umekusudia kule kuchoka kwake na kukaa chini, ndio nini? Ndio kulala, ndio nini? Ndio majazi. Tamam. Sasa mtu anapotumia chombo cha taukidi kama hichi cha inna, sawa, ni anatilia mkazo ule mnasaba wa habari anayoitoa. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, fayartafi'u alkadhibu, unaondoka uongo katika ile habari yake, lakini pia wahtimalu almajazi, na inaondoka ile dhanna ya majazi, kwa maana dhanna ya fumbo. Tamam, hakadha. Kwa hiyo yule anayemsikia anakuwa moja kwa moja ashaelewa kwamba huyo amemaanisha kile anachokisema. Tamam, hakadha. Walakinna, na lakinna ile lilistidraki, lakinna inatumika lilistidraki, kwa ajili ya kuliwai jambo. Ndio maana akasemaje kule, harfu nasbin wastidrakin. Tamam, hakadha. Wa huwa, na hiyo istidraki, kwa maana anatueleza maana istidrak. Tamam. Wa huwa, na hiyo istidraki, ta'qibu alkalami biraf'i ma yutawahhamu thubutuhu au nafyuhu. Istidraki maana yake ta'qibu alkalami, ni kuyawahi maneno, biraf'i ma, kwa kukiondosha kile ambacho yutawahhamu thubutuhu, huenda kukadhaniwa kuthibiti kwake, au nafyuhu, au kutokuthibiti kwake. Tamam. Ndio maana utaona hata kule kasemaje, qama alqaumu, qama alqaumu, wamesimama watu wote, wamesimama watu wote. Narudisha nyuma kidogo, kasemaje kule? Nakumbuka ibara ya kwanza, ya pili imenitoka. Qama alqaumu, wamesimama watu wote, lakinna amran jalisun, lakini amran amekaa. Kwa hiyo akawai haya maneno ya kusema qama alqaum, wamesimama watu wote, lakini katika watu amran hajasimama. Sasa akayawai haya maneno ya mwanzo ili watu wasidhanie kwamba nini,
kwamba watu wote wamesimama kwa kusema lakinna amran jalisun, lakini Amri amekaa, kwa maana Amri yeye hajasimama. Tamam. Kwa hiyo asingeleta hii jumla ya lakinna amran jalisun, watu wangedhania kwamba nini, ni kweli watu wote wamefanya nini, wamesimama. Tamam, hakadha. Kwa hiyo ndio nini al-istidrak. Mifano yake ipo mingi katika Qur'ani, katika hadithi na katika ibara mbalimbali. Tamam, hakadha. Wa kaanna, na kaanna litashbihi, hii ina maana ya kufananisha. Wa huwa, na hiyo maana ya tashbihi ambayo ni kufananisha, musharakatu amrin li amrin fi ma'nan bainahuma. Wa huwa, na hiyo maana ya kufananisha, musharakatu amrin, ni kushirikiana jambo fulani, li amrin, na jambo jingine, fi ma'nan, katika maana fulani, bainahuma, iliyopo kati ya viwili hivyo. Tamam. Ndio akasemaje kule juu, kaanna zaidan asadun, kana kwamba Zaidi vile alivyo, asadun, ni simba. Kwa maana Zaidi namna alivyo ni kama simba. Sasa kwa nini Zaidi amefananishwa na simba? Ni kwa sababu kuna nini? Kuna maana iliyopo kati ya wawili hawa, na hiyo maana ipo kwa Zaidi na ipo kwa simba. Tamam. Na maana hiyo si nyingine bali ni ushujaa. Kuna kitu kinaitwa wajhu shabahi. Wajhu ash-shabahi. Wajhu shabahi ni ile sifa ambayo imepelekea kufananishwa vitu viwili. Sawa sawa. Sasa hapa wajhu shabahi imeondoshwa. Wajhu shabahi imeondoshwa, lakini tuitie tuone ile maana ambayo hiko kati ya viwili hivi ni kweli. Tuseme hivi, kaanna zaidan asadun fi shajaa, Zaidi alivyo ni kama simba katika ule ushujaa wake. Tamam. Sasa Zaidi akiwa kweli na ushujaa, basi hapo kunakuwa nini? Kuna musharaka kati ya Zaidi na simba. Ndio maana ikafanyika nini? Tashbihi, kufananishwa. Kwa kaanna, na kaanna ile tashbihi inakuja kwa maana ya tashbihi ambayo ni kufananisha. Ndio akasema wa huwa, na hiyo tashbihi, musharakatu amri, ni kushirikiana jambo fulani, li amri, na jambo jingine, fi ma'nan, katika maana, bainahuma, iliyopo kati ya viwili hivyo. Tamam. Sasa Zaidi na Asad wameshirikiana katika maana ya ushujaa, ndio maana wakafananishwa. Tamam, hakadha. Walaita litamanni, na laita inatumika kwa kuonesha kutamani. Tamam, hakadha. Kuonesha nini? Kuonesha kutamani au kuonesha tamaa ya kitu fulani. Wa huwa, na hiyo tamanni maana yake talabu ma la tamaa fihi au ma fihi usrun. Tamam. Wa huwa, na hiyo tamanni maana yake talabu ma, ni kulitaka lile jambo ambalo la tamaa fihi, hakuna tamaa ya kulifikia, kwa maana jambo ambalo haliwezekani. Tamam. Au ma, akikusudia au talabu ma, au kulitaka jambo ambalo fihi, katika kulifikia, usrun, kuna ugumu. Tamam. Kuna ugumu kivipi? Linawezekana kufikiwa lakini kuna ugumu. Tamam. Hiyo ndio atamanni. Na utaona kule juu imetumika vizuri tu. Kasemaje kule? Laita amran shakhisun. Tamam. Natamani lau kama Amri angekuwa ni mwenye kusimama. Naonesha kana kwamba Amri alikuwa na shida ya kusimama. Tamam, hakadha. Wa la'alla litaraji watawaqqu'i, na la'alla hii inatumika litaraji, kwa ajili ya taraji, watawaqqu'i, na tawaqqu'i. Tamam. Akaingia kutueleza maana ya taraji. Anasema fataraji, basi taraji maana yake talabul amri almahbubi, ni kutaka jambo almahbubi, lenye kupendekezwa. Sawa, ni kutaka jambo lenye kupendekezwa, kutaka jambo lenye kutamaniwa. Nahu la'alla alhabiba qadimun, huenda kipenzi changu ameshafika. Tamam. Kwa hiyo utaona hapo anatamani kufika kwa nani? Kwa kipenzi chake. Tamam. Ndio katumika nini? At-taraji, kwa sababu taraji talabul amri almahbub, ni kutaka jambo
kwa maana kutarajia kutokea jambo almahbubi lenye kupendwa. Tamam, lugha nyepesi tutumie. Tamam, kwa fataraji, basi taraji talabul amri almahbub ni kutaka, kwa maana kutaraji kutokea jambo almahbubi lenye kupendwa. Tamam, au lenye kutamaniwa katika moyo wa mtu. Ndo akatoa mfano la'alla alhabiba qadimun, huenda kipenzi changu amefika. Sasa utaona bwana mkubwa huyu ana nini? Ana tamaa na anavutiwa na ufikaji wa kipenzi chake, ndio maana akatumia la'alla. Tamam. Watawaqqu'u na tawaqqu'u al-ishfaq, maana yake ni al-ishfaq, ay akimaanisha kwa hiyo ishfaq al-khawfu min al-makruhi, kuhofia min al-makruhi, jambo lenye kuchukiza sasa, au jambo lisilopendwa. Tamam, ndio nini maana ya tawaqqu'u na al-ishfaq, kana kwamba tamshi la tawaqqu'u na al-ishfaq yana maana moja. Nahu, mfano kusema la'alla zaidun halikun, la'alla zaidan, la'alla zaidan halikun, huenda zaidi akawa ameangamia. La'alla zaidan halikun, huenda zaidi akawa ameangamia. Sio kana kwamba sio hajasema hivi. Tamam, hajasema hivi kwamba eti anataraji kwamba zaidi ameangamia, lakini amesema hivi akiwa na wasiwasi na hofu kwa ile hali ambayo nini huenda ikampata zaidi. Tamam, hakadha. Kwa la'alla utaona inatumika katika maana mbili. Ya kwanza ni kutamani kutokea jambo lenye kuvutia, lenye kutamaniwa, lakini pia maana ya pili ni kuwa na hofu na wasiwasi ya kutokea, na kuwa na hofu na wasiwasi wa kutokea jambo lenye kukhofisha, lenye kuchukiza, jambo lisilopendwa. Tamam, ndio maana akasemaje hapa la'alla zaidan halikun, huenda zaidi akawa ameangamia. Sio kama anatamani zaidi awe ameangamia, hapana, lakini anaongea hivi kwa hofu na wasiwasi na kutotamani kitu hicho kumtokea zaidi. Wa ila huna antahi alkamalu lillahi walismatu lilanbiya والنقص لنا. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.